Tumekuwa na viongozi mbalimbali tulikuwa nao hapa. Tumekuwa na watoto yatima hapa katika vituo viwili ambao ndio hasa maana ya Ramadhani. Nimefurahi sana kumuona, lakini na watu wengi, unajua umeona watu wengi sana wako hapa, sisi waandishi wa habari nyinyi wenyewe. Hii ndio maana imefanya shughuli kaonekana ina maana. Singekuwa nyinyi tusingekuwa na maana kubwa. Sasa mmeuliza swala la kuna mambo ya mahesabu hasara, lakini kitu ambacho naweza nikawaambia ni kitu kimoja. Anapozungumza CAG kwa sababu ni wajibu wa kikatiba. Anatimiza wajibu wake wa kikatiba. Kinachofuata TIARA huwa anatutaka kila taasisi tunaelezea mafanikio au performance kwa ujumla ya taasisi. Kwa najua mtaitwa kwetu, mtakuja TRC, najua mtaenda taasisi zingine kama National Housing, mtaenda TANESCO, mtaenda TPA. Kwa nilikuwa nafikiri kwa sababu leo ni siku ya iftar, tusifunike na hayo maelezo, lakini nataka kuhakikishia kwamba tutawaita kama maagizo ya msajili wa hazina anavyotaka, kwamba kila taasisi lazima tukaelezee vitabu. Na pale tutaelezeana mambo yote mnayotaka kujua, na ningeomba muingie kwenye website kwanza ya CAG mwenyewe, lakini ya Bunge mnaweza mkapata information nyingi zaidi kuhusu mahesabu yetu. Hapo tutakuja kuyazungumzia, lakini kwa ujumla tuko vizuri sana. Jambo lingine ambalo pengine ni vizuri kuhabarisha Watanzania kama nilivyokuwa nazungumza huko mbele ya Mufti ni kwamba mpaka sasa hivi ukiangalia mpaka mwishoni mwa mwezi wa pili tumesafirisha watu zaidi ya milioni 2.1. Kwetu kwa watu wa reli inawezekana mtu mwingine anaona ni kitu kidogo, lakini kwa reli kwa miaka ya hivi karibuni miaka 20-30 sidhani kama tulishaye kufikisha hata nusu ya hao watu kwamba abiria. Kwa kwetu ni jambo kubwa sana. Na hiyo unazungumzia reli ya Tazara na reli yetu reli yetu ya TRC au reli ya kati. Kwa hiyo unazungumzia tufikisha hata 500,000. Kwa hiyo sisi kwenda milioni 2 ndani ya miezi 7. So miezi exactly ya kuendesha ni pale ambao Mheshimiwa Rais alikuja kutufungulia, na ndio tuliongeza hata mpaka na train. Kwa hiyo ni achievement moja kubwa sana. Na kama nilivyozungumza pale, ukitaka kujua impact ya watu milioni 2.1, angalia masaa ambao kwamba kila mmoja anapokuwa anaenda Dodoma, wasafiri kwenda Dodoma, wana save takriban masaa 7. Sasa zidisha milioni 2 mara 7. Hao ni masaa ambao yamekuwa yameenda katika quality life ya kila siku ya wenzetu. Kuna watu ambao sasa hivi wanaweza ka-afford kuja mara 3 Dar es Salaam, familia zao bado ziko Dar es Salaam, wakiona wamehamia Dodoma tayari. Kwa hiyo ni maisha ya watu, lakini vile naamini hata magari madogo kwenye barabara yatakuwa yamepungua sana. Kwa sababu unapochukua watu 10,000 kwa siku, unaweza kugawanya mwenyewe kama ungesafiri na magari madogo watu 4, unaweza kuwa ni magari mangapi yanatoka barabarani. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwa taifa letu, na kama nilivyozungumza vile tu hivi karibuni tunajipanga sasa kuanza treni za mizigo. Tuna imani zitakuwa na impact kubwa kama ilivyokuwa impact pengine zaidi ya abiria. Kitu ambacho ni muhimu sana kwa Watanzania, tunapozungumzia faida kubwa au kurudisha pesa zetu, nenda payback period au break even, tunazungumzia mizigo. Sasa mizigo hatujaanza. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa sisi wenyewe tunakipush kwa nguvu sana tuanze. Yaani trend ya sustainability kwa Kiswahili sahihi ni unazungumza sustainability, yani ule uendelevu wa treni yetu ya abiria unategemea zaidi treni ya mizigo, kusubsidize treni ya mizigo ya abiria. Kwa treni ya mizigo tunatengeneza pesa kuweza kusustain au kuiendeleza treni ya abiria. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunakimbiza nacho, na Watanzania wasubirie kuona treni za mizigo za SGR zikianza kwenda Dodoma sana. Ujue Mheshimiwa Rais wakati anakuja alikuta vipande viwili tu ambao vinaendelea na ujenzi. Kipande cha kwanza kwa asilimia kama 83, kipande cha pili kwa kama asilimia 57 takriban 57. Lakini ahadi yake ya kwanza kwa Watanzania wakati anahutubia Bunge April 2021 alisema nitamalizia. Kwa maana kwamba atamalizia vipande viwili vya kwanza na kuanza vipande vingine. Kwa amemalizia vipande viwili vya mwanzo, ambao ni kitu muhimu sana. Si marais wote wanamalizia vitu vya watangulizi vyao. Kwa hiyo ni jambo la kiuzalendo, lakini ni jambo vile vile la kukeep promise kwa Tanzania. Kwamba amemalizia, tumeanza, ndio maana watu sasa tunazungumzia habari ya milioni 2.1. Lakini akasema nitaanzisha vipande vingine. Sasa ameanza kipande cha Makutupora Tabora ambapo kiko asilimia takriban 15 sasa hivi. Kipande cha Tabora Isaka kiko asilimia takriban asilimia kama 6.38.
lakini kuna kipande cha Isaka Mwanza ambacho kiko 63.1, na ndio kipande cha kwake cha kwanza alipokuja akiokea jiwe la msingi. Lakini kuna kipande kingine ambacho kinaendelea kutoka Tabora Kigoma, kiko 7.14 sasa hivi. Lakini kuna kitu kingine ambacho ni muhimu sana kwa Watanzania. Kuna kipande ambao tumeshaanza wanafanya mobilization sasa hivi. Tulisaini mkataba tarehe 29 Januari mwaka huu 2025. Wameshaanza kufanya mobilization cha kutoka Uvinza kwenda Malagarasi, unaenda Msongati Burundi. Ile kitu ina maana kubwa sana. Mkumbuke kwamba reli ya kuunganisha na nchi zingine ilijengwa miaka ya 70 kati ya mzee Kaunda na mzee Nyerere. Walikubaliana kujenga kwa SADC za nchi. Kwa mara nyingine tena anatokea rais mwingine ambaye anajenga reli ya kuunganisha na nchi zingine kwa maana ya Burundi na DRC, na lengo kubwa ni kufanya biashara. Kufanya biashara hizi nchi yetu na nchi ambazo zinatuzunguka. Na hiki ni kitu kikubwa sana, narudia tena kwamba ni kitu ambacho kina historia. Kwa sababu amefanya study mwenyewe, kwa maana study za kutoka Uvinza kwenda Msongati tumefanyika ndani ya awamu ya 6 na akaanza ujenzi mwenyewe. Kwa hiyo ni kitu kimoja kikubwa sana katika taifa letu, na nafikiri yanayokuja yanafurahisha. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.